Karibu kwenye Moyo wa Malezi, sehemu ambayo tunagusa mioyo, tunajifunza pamoja na kujenga familia zenye upendo na maadili mema. Leo tunaenda kuzungumzia jambo ambalo limekuwa likisemwa sana kwenye jamii. Je, ni kweli kwamba watoto wenye majina yanayoanza na herufi C huwa na kiburi? Au ni maneno tu yaliyozoeleka bila msingi wa kweli? Kama wewe ni mzazi, mlezi au unayependa watoto, video hii itakugusa moyo kwa sababu mara nyingi tunawahukumu watoto kwa majina yao au tunawahukumu kwa tabia zao za utotoni au maneno ya watu bila kujua kuwa kila mtoto ana nafsi ya kipekee na anahitaji kueleweka na si kuhukumiwa. Basi, kaa nami mpaka mwisho wa video hii, tujifunze pamoja ukweli uliopo nyuma ya hizi imani. Na tuangalie jinsi majina haya yalivyo na maana nzuri. Maana ambazo zitakuonyesha, utajifunza utaona je, ni kweli kwamba haya ni majina ya watoto yanakuwa yanaonyesha watoto wenye tabia zenye kiburi. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili uwe sehemu ya familia ya Moyo wa Malezi. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze safari hii ya kuangalia majina yenye herufi C na maana zake. Karibu na tuanze. Watu wengi wamekuwa na dhana kwamba watoto wenye majina yanayoanza na herufi C huwa na kiburi. Lakini ukweli ni kwamba majina mengi ya herufi C yana maana nzuri sana za upendo, neema, hekima, furaha na nguvu ya maisha. Haya hapa majina 50 ya kike na maana zake nzuri. Jina la kwanza ni Clara. Maana ya jina Clara ni mwangaza au anayeng'aa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Clara, anakuwa na mwangaza na anakuwa na mwanga, yaani maisha yake yanakuwa ni maisha yanayong'aa. Jina la pili ni Caroline. Caroline maana yake ni mwanamke mwenye nguvu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Caroline, anakuwa mwanamke mwenye nguvu kwenye maisha yake. Jina la tatu ni Catherine. Maana ya jina Catherine ni msafi na mwenye maadili. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Catherine, anakuja kuwa msafi na anakuwa mtu ambaye ana maadili mazuri. Jina la nne ni Charlotte. Maana ya Charlotte ni mwanamke huru na jasiri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Charlotte, maana yake anakuwa mwanamke huru na anakuwa ni mwanamke jasiri. Jina la tano ni Camilla. Maana ya jina Camilla ni mwenye heshima. Kwa hiyo unapomuita mtoto wako Camilla, utaonyesha kabisa kwamba maisha yake yanakuwa na heshima na yeye mwenyewe anakuwa mwenye heshima. Jina la sita ni Cynthia. Maana ya Cynthia ni mwanga wa mwezi. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Cynthia, maisha yake yanakuwa yenye mwanga kama mwezi unavyokuwa unaangaza. Jina la saba ni Candice. Maana ya Candice ni safi na kweli. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Candice, maana yake anakuwa msafi na anakuwa mkweli. Jina la nane ni Selina. Maana ya Selina ni wa mbinguni. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Selina anakuwa ni mtoto ambaye anaangaza, yaani kama watu ambao wanaishi kwenye mbingu. Jina la tisa ni Cecilia. Maana ya jina Cecilia ni mpole na mwenye upendo. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Cecilia anakuwa mpole na anakuwa mwenye upendo. Jina la 10 ni Chelsea. Maana ya Chelsea ni bandari ya amani. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Chelsea, maana yake anakuwa kama vile bandari ambayo imetunza amani. Jina la 11 ni Kristo. Maana ya Kristo ni safi kama kioo. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Kristo wanakuwa ni wasafi na wanang'aa kama kioo. Jina la 12 ni Chiara. Maana ya Chiara ni mwangavu. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Chala, maana yake anaonyesha mwanga bora. Jina la 13 ni Channel. Maana ya jina Channel ni mrembo na mwenye mvuto. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Channel anakuja kuwa mrembo na anakuwa mwenye mvuto.
Jina la 14 ni Charity. Maana ya Charity ni upendo wa kutoa. Ukimuita mtoto wako Charity, maana yake unaonyesha ni upendo katika kutoa. Jina la 15 ni Karisa. Maana ya Karisa ni mwenye neema. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Karisa anakuwa na neema za kutosha. Jina la 16 ni Clarissa. Maana ya Clarissa ni mwenye akili na nuru. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Clarissa anaonyesha akili sana na anakuwa pia ana nuru. Jina la 17 ni Carmen. Maana ya jina Carmen ni wimbo au furaha. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Carmen, maana yake anakuwa na furaha katika maisha yake. Jina la 18 ni Kasidi. Maana ya Kasidi ni mwerevu. Mtoto anayeitwa Kasidi anakuwa mwerevu. Jina la 19 ni Siara. Maana ya Siara ni mweusi mwenye uzuri. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Siara anakuwa na weusi mzuri sana. Jina la 20 ni Corin. Maana ya Corin ni msichana mzuri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Corin, anakuja kuwa msichana mzuri kabisa. Jina namba 21 ni Katarina. Maana ya jina hili ni safi wa moyo. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Katarina, umemaanisha anakuwa ni msafi katika moyo wake. Jina namba 22 ni Consolata. Maana ya jina Consolata ni faraja. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Consolata anaonyesha faraja katika maisha. Jina namba 23 ni Kadera. Maana ya Kadera ni mwanga wa mshumaa. Kwa hiyo utakapomuita mtoto wako Kandela, maana yake unaonyesha anakuwa mwanga na anakuwa anang'aa kama mshumaa. Jina namba 26 ni Cherry. Maana ya Cherry ni mpendwa. Mtoto anayeitwa Cherry, maana yake anaonyesha kwamba huyu atakuwa anapendwa na watu na anapendwa na Mungu. Jina namba 25 ni Crystalline. Maana ya Crystalline ni safi na wa thamani. Mtoto anayeitwa Crystalline anakuwa ni msafi na anakuwa ni wa thamani. Jina namba 26 ni Celine. Unapomuita mtoto wako Celine, unakuwa umemaanisha kwamba ni wa mbinguni. Kwa hiyo maana ya Celine inaonyesha huyu ni wa mbinguni. Jina namba 27 ni Kalista. Maana ya Kalista ni mzuri sana. Mtoto anayeitwa Kalista anakuwa mzuri sana. Jina namba 28 ni Kristina. Maana ya Kristina ni mfuasi wa Kristo. Mtoto anayeitwa Kristina anakuja kuwa mfuasi wa Kristo katika maisha yake. Jina namba 29 ni Kristabera. Maana ya Kristabera ni mtoto mzuri wa Kristo. Ukimuita mtoto wako Kristabera anakuwa ni Mkristo mzuri. Jina namba 30 ni Chloe. Maana ya Chloe ni uhai mpya au kuchanua. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Chloe unaonyesha uhai na unaonyesha kuchanua. Jina namba 31 ni Karen. Maana ya Karen ni msichana safi. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Karen anakuwa msichana safi. Jina la 32 ni Kamela. Maana ya Kamela ni bustani ya matunda. Kwa hiyo unapomuita mtoto wako Kamela anastawi na anakuwa kama bustani ya matunda inavyokuwa nzuri. Jina namba 33 ni Kameli. Maana ya Kamelia ni ua zuri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Kamelia unaonyesha kwamba anakuwa mzuri kama ua zuri. Jina namba 34 ni Katrina. Maana ya Katrina ni safi na mwenye heshima. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Katarina au Katrina ni safi na mwenye heshima. Jina namba 35 ni Celestine. Maana ya Celestine ni wa mbinguni. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Celestine ni anaonekana anakuja kuwa na neema kama neema ya mbinguni. Jina namba 36 ni Karina. Maana ya Karina ni mpendwa. Unapomuita mtoto wako Karina, maana yake unakuwa unampenda sana na anakuwa anapendwa na watu na Mungu. Jina namba 37 ni Kobi. Maana ya Kobi ni mwenye ushindi. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Kobi anakuwa na ushindi katika maisha yake. Jina namba 38 ni Kosmasia.
Maana ya Cosmasia ni mpangilio mzuri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Cosmasia, anakuwa na mpangilio mzuri katika maisha yake. Jina namba 39 ni Candida. Maana ya Candida ni mweupe na safi. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Candida anakuwa na roho nyeupe, anakuwa na ni msafi sana. Jina namba 40 ni Claribel. Maana ya Claribel ni uzuri wenye mwanga. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Claribel anakuwa ni mzuri na anakuwa ni mtoto ambaye anaonyesha mwanga bora. Jina namba 41 ni Chantal. Maana ya jina Chantal ni wimbo wa furaha. Kwa hiyo mtoto ukimuita Chantal anakuwa na furaha katika maisha yake na anafurahisha watu. Jina namba 42 ni Kararia. Maana ya Kararia ni kama maua ya baharini. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Kararia anakuwa anaonekana anang'aa, anapendeza kama maua ya baharini. Jina namba 43 ni Cynthia. Maana ya Cynthia ni mwenye upole. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Cynthia anakuwa ni mtoto ambaye ni mpole. Jina namba 44 ni Cindy. Maana ya jina Cindy ni mwanga wa uzuri. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Cindy anakuwa na mwanga na uzuri. Jina namba 45 ni Kasia. Maana ya Kasia ni harufu nzuri. Mtoto anakuwa na maisha mazuri kama jina lake lilivyo na harufu nzuri. Jina namba 46 ni Caroline. Maana ya Caroline ni mwanamke mwenye nguvu na upendo. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Caroline wanakuwa ni watoto wenye nguvu na wanakuwa ni wenye upendo wanapokuwa watu wazima na hata wanapokuwa watoto. Jina namba 47 ni Celestia. Maana ya Celestia ni wa peponi. Mtoto anayeitwa Celestia anakuwa na maisha mazuri na anakuwa anaishi kama mtu ambaye yuko peponi. Jina namba 48 ni Clementina. Maana ya Clementina ni mpole na mwenye huruma. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Clementina anakuwa anaonyesha upole na huruma. Jina namba 49 ni Cherin. Maana ya Cherin ni mpendwa mwenye amani. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Cherin anakuwa ni wanapendwa na anakuwa mwenye amani. Jina namba 50 ni Comfort. Maana ya Comfort ni faraja na utulivu. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Comfort anakuwa ni mtoto ambaye anatoa faraja na utulivu katika maisha. Majina haya yanaonyesha kuwa herufi C si alama ya kiburi, bali inaweza kubeba maana za upendo, nuru, neema na utu mzuri. Malezi ndio hujenga tabia ya mtoto, si herufi ya jina lake. Wazazi na walezi wapendwa, tusikubali jamii tufundishe kuwahukumu watoto wetu kwa herufi za majina yao. Mtoto habebi kiburi kwa sababu jina lake linaanza na herufi C, bali hubeba kile anachofundishwa na kukikulia ndani yake. Majina mengi ya herufi C yana maana nzuri sana, ambazo ni upendo, nuru, faraja, neema na uzuri wa moyo. Hivyo, badala ya kuamini dhana zinazoweza kuwaumiza watoto wetu, tuchague kuwalea kwa maneno ya kutia moyo, upendo na hekima. Kumbuka, mtoto anayesifiwa kwa upendo hukua na kujiamini. Mtoto anayeeleweka hukua akiwa na hekima, na mtoto anayependwa kwa dhati huwa baraka kwa jamii. Asante kwa kuwa sehemu ya Moyo wa Malezi. Kama ujumbe huu umekugusa, basi share kwenye Moyo wa Malezi, share video hii ili kuondoa dhana potofu na kujenga malezi yenye upendo na matumaini kwa watoto wetu. Subscribe pia kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki sana. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ambapo tutaenda kuzungumzia majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi C. Mungu akubariki sana. Asante.